kwa sababu muda hautoshi, ningefafanua lakini muda hautoshi. Uchaguzi hatutaingia kama hakuna mabadiliko yoyote ya katiba, na hatuko tayari kwa majadiliano. Maridhiano yalituvuruga. Tunataka katiba mpya, sheria mpya, no reform, no election. No reform, no election imechukua sura mpya baada ya siku ya jana ambayo ilikuwa ni tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025 kwenye kilele cha siku ya wanawake duniani. Ukurasa huu wa no election, no reform, or no reform, no election umechukua sura mpya baada ya kauli zaliwahi kuwa katibu mkuu wa chama hicho, akawahi kuwa balozi wa nchi ya Tanzania, Dr. Wilbrod Slaa. Dr. Wilbrod Slaa kwenye speech yake ambayo jana aliongea na mamia wanawake wa Chadema, lakini pia kukiwa na mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye ni Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, na maneno aliyoongea Dr. Wilbrod Slaa hakuna yeyote kutoka ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa maana ya Chadema aliyapinga. Yameleta ukurasa mwingine mpya wa kile ambacho watu walikuwa wanakifahamu. Awali wakati ikizungumzwa no reform, no election, watu wengi waliamini kwamba Chadema hawako tayari kushiriki kwenye uchaguzi bila mabadiliko ambayo wao wanayaona ni ya msingi, ikiwemo baadhi ya sheria za uchaguzi na kanuni zake, lakini pia uwepo wa tume huru ya uchaguzi ambayo wao kwa sasa wanadai kwamba hii tume iliyopo, tume huru ya uchaguzi, imebadilishwa jina tu, lakini bado inakibeba au inatoa ahueni na nafuu kubwa kwa Chama cha Mapinduzi tofauti na vyama vya upinzani. Kwa watu wakaamini kwamba Chadema wangesusia uchaguzi. Ikaja phase 2 ambayo Chadema walitoka na kufafanua no reform, no election, kusema kwamba wanachomaanisha ni kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo hakitoshiriki uchaguzi, lakini sio tu chenyewe hakitoshiriki uchaguzi, ila uchaguzi hautofanyika kabisa Tanzania kwa mwaka 2025 ukiwa ni uchaguzi mkuu. Hilo waliendelea kulifafanua wakisema kwamba wao kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo hawawezi kuzuia uchaguzi, ila watawatumia wananchi kuzuia uchaguzi. Hakuna chama chochote ambacho kitaingia kwenye uchaguzi. Kwa maana hiyo uchaguzi hautokuwepo ikiwa hakuna mabadiliko ama mageuzi ya kile ambacho wao wanakihitaji kwenye sheria za usimamizi wa uchaguzi, lakini kwenye muundo wa tume hiyo ya uchaguzi, ili wao wajiridhishe kwamba ni tume huru. Na katika mazingira hayo ambayo walifafanua sasa kwa siku ya jana, imekuja kauli nyingine ya Mheshimiwa Dr. Wilbrod Slaa. Slaa yeye alieleza kwamba kwa kiasi kikubwa au mara nyingi kunapofika kipindi cha uchaguzi wamekuwa na mazungumzo mengi sana na serikali na Chama cha Mapinduzi, hali ambayo imepelekea hapo wafike ambapo alieleza, na akadai kwamba sasa hawahitaji mazungumzo na hakuna uchaguzi. Hiyo ni phase ya 3 ambayo inaleta sintofahamu. Hii no reform, no election, je, itafanikiwa? Lakini kitu ambacho hatukitarajia kwa wale ambao tulikuwa tunafuatilia shughuli yao kwa siku ya jana, tulitarajia kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo kingefafanua, kwa sababu unapohitaji reform ndo uende kwenye election. Reform haifanyiki kwa violence, haifanyiki kwa maandamano, haifanyiki kwa machafuko. Reform inaanzia kwenye mazungumzo. Sasa mazungumzo, Dr. Slaa amesema kwamba wao hawahitaji mazungumzo au mazungumzo hayatakuwepo. Haijafahamika kama ni kauli ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kwa sababu hadi hivi sasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo hakijaeleza mahali popote kama Dr. Wilbrod Slaa ni mwanachama wao, baada ya kipindi fulani kutangaza kwamba amestaafu siasa, na Chadema pia wakaeleza kwamba hitaji kuwa naye katika harakati hizi za vuguvugu la mabadiliko ambayo wanaenda nalo kwa sasa. Sasa haifahamiki kama tayari wameshaungana pamoja ama vipi, japo harakati kadhaa Slaa amekuwa akionekana kwenye hizo harakati za Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa tunasema hii ni phase 3 kwa sababu gani? Phase ya 3 kwa sababu
No reform no election tafsiri yake ni kwamba hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Na Dr. Slaa amesema kwamba hakuna mazungumzo tunapelekea kwenye uchaguzi, yani hakuna mazungumzo, tafsiri yake ni kwamba hakuna uchaguzi, na akaeleza kwamba yuko tayari kukamatwa na vitu kama hivyo. Sasa Chadema ilipaswa ieleze hasa mwenyekiti wao ambaye ni Tundu Lissu, ambaye wakati huo alikuwepo bado hajazungumza na ndiye alifunga hotuba kwa siku ya jana. Angepaswa kueleza msimamo wa kutokuzungumza ni wa chama hicho ama ni ushauri ambao wamepewa na Slaa, na je wameupokea ama hawajapokea. Badala yake yeye aliendelea na kukazia tu kwamba no reform no election, kitu ambacho kinaleta sintofahamu, na sintofahamu hiyo inaletwa na uhalali wa reform, sababu wanasema kwamba reform mara zote inafanyika baada ya watu kujadiliana, watu kuzungumza. Huenda huko nyuma hakukuwa na mabadiliko kama ambayo waliyahitaji, kama ambavyo Slaa amezungumza, lakini kuelekea katika uchaguzi, kuelekea katika kile wanachokihitaji wao, hakuna mazungumzo bila kuwepo kwa wote kushiriki, pande zote mbili. Na hayo mazungumzo ambayo yangepaswa kufanyika ndio ambayo tumeona Dr. Slaa akisema kwamba hawahitaji wala wasikubali kwenda kwenye mazungumzo, kitu ambacho huenda kikaleta tafsiri tofauti sana, kwamba sasa kama hawaendi kwenye mazungumzo, hiyo reform inaweza ikafanyikaje? Kama hawahitaji mazungumzo, hiyo reform inaweza ikafanyikaje? Huenda kuna namna ambayo reform hiyo huko nyuma haikuwa na maana kwa vyama vya upinzani, hasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, hadi wao waamini kwamba inahitajika reform. Lakini pia kuna reform ambazo Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambazo wao hawaridhiki nacho, lakini Chama cha Mapinduzi na serikali wanajivunia kusema kwamba kuna mabadiliko ambayo yamefanyika kupitia hizo reform, ikiwemo sasa hivi wakurugenzi wa wilaya hawasimamii au sio wasimamizi wakuu wa uchaguzi kama ilivyokuwa miaka mingine. Huku wao Chadema akisema kwamba hiyo haitoshi, ikiwa unamtoa mkurugenzi lakini unamweka afisa mwandamizi kumfanya ndiye msimamizi wa uchaguzi, hiyo bado inaleta sintofahamu, kwa sababu wote ni waajiriwa wa serikali na mwajiri mkuu akiwa ni mheshimiwa rais kwa mujibu wa katiba. Sasa hii sintofahamu inaleta picha gani sasa kuelekea katika uchaguzi huu? Kinachoenda kuonekana sasa ni kwamba sisi wataibuka na hoja na kusema kwamba hawa wanasema wanahitaji reform, wanahitaji mabadiliko. Mabadiliko yanatakiwa yaje kwa namna ya kujadiliana, lakini ukisikia kauli zao ni kama hawataki kujadiliana, hawataki mazungumzo. Wanachotaka wao ni nchi chafuke, wanahitaji mapigano, wanahitaji mapambano. Kwa wananchi msiwaunge mkono hiyo no reform no election. Hawamaanishi tu kwamba wanaenda kwenye uchaguzi, huenda wanamaanisha kwamba twende kwenye machafuko, kwa sababu hawahitaji kuzungumza, hawako tayari kuzungumza. Na bahati ambayo sio nzuri, Tundu Lissu anaenda kwenye mwezi wa pili pamoja na uongozi wake mpya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Hawajaonyesha effort zozote, hawajaeleza kama walihitaji kukutana na kiongozi yote wa serikali wakakosa nafasi hiyo. Labda waliandika barua kwa taasisi ambazo walitamani wafanye nao mazungumzo kwa ajili ya reform hiyo, ikiwemo labda Chama cha Mapinduzi, ikiwemo Ikulu kwa maana ya rais, ikiwemo Wizara ya Katiba. Hawajaonyesha kama kuna efforts zozote ambazo wao wamezichukua hasa za kidiplomasia za kuzungumza ili reform itokee. Na wangepata uhalali huo zaidi ikiwa hiyo reform ingehitajika zaidi baada ya wao kufanya mazungumzo, na hayo mazungumzo yakapelekea wao wasipate wanachokitaka. Unaweza kusema kwamba mazungumzo yalishafanyika chini ya Mheshimiwa Mbowe wakati wa Chadema ile, lakini sasa kuna Chadema nyingine. Je, Chadema hii imefanya hayo mazungumzo? Wananchi wangewaelewa sana ingekuwa kwamba baada ya kukaa tena na CCM na serikali alafu reform ikawa haijafanyika, wangekuja na kuzungumza, ingekuwa ina maana sana kuliko kukataa mazungumzo wakati huu, wakati yale mazungumzo yaliyozungumzwa wale waliozungumza tena kipindi kile walielezwa kwamba walilamba asali, walielezwa kwamba ni watu walipewa fedha, yani hayakuwa na thamani na uhalali ambao leo hii Chadema wanaweza wakasimama wakasema kwamba yale mazungumzo tuliyafanya lakini hatukufanikiwa. Wangepaswa kuanza upya, wangepaswa kuweka msingi wao, waseme sisi pamoja na mwenyekiti Freeman Aikaeli Mbowe kipindi kile kufanya maridhiano na serikali na Chama cha Mapinduzi, lakini bado hata sisi tumeonyesha juhudi za kuandika barua, za kuonana na viongozi ili tuambie tunachokihitaji ni nini hasa katika maridhiano ambayo tunaenda kuyahitaji, ambayo yanaweza kuleta reform ya tume ya uchaguzi
na baadhi ya sheria kubadilika tutapelekea kwenye uchaguzi. Lakini sasa kwenye kukataa kwao, kutokubali kwao mazungumzo ambacho kitu kimeelezwa na Dr. Slaa. Unaweza kusema kwamba Dr. Slaa sio mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini je, viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo walitoa msimamo gani baada ya kauli ile? Tafsiri yake ni kwamba walibariki kauli ile. Na kama walibariki kauli ile, je, kitu gani kinafuata? Kinachofuata ni kwamba CCM watatumia hiyo nafasi na kueleza kwamba hawa lengo lao sio reform. Reform inapatikana kwa mazungumzo, na wao mazungumzo wameyakataa. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kuwapuuza, kinachotakiwa ni tusonge mbele. Hawa ni wavurugaji wa amani. Na wanapozungumzia swala la amani kwa Tanzania kwao ni kitu cha tofauti sana. Yaani hawako tayari kuona amani ikiwa inatikiswa kwa namna yoyote ile, kwa sababu kiasili wa Tanzania wengi ni waoga, lakini pia mfumo wetu wa maisha hautufanyi kuingia kwenye machafuko ama vita, kwa sababu hatuna kawaida ya kuhifadhi fedha. Leo hii machafuko yakitokea, hakuna hata mtu mmoja ambaye ana uwezo wa kwenda nje ya nchi, ukiacha matajiri na watu wenye uwezo, kuishi katika maisha ambayo tayari fedha zake aliziweka benki, atazikuta kule au zitamkuta kule. Ni watu ambao wanatembea na fedha mfukoni, wanatembea na fedha wanaziacha majumbani. Ni watu ambao ili wale lazima watoke. Watu wa namna hiyo kuwahamasisha waingie kwenye changamoto yoyote ambayo inaweza kuwafanya wasiishi katika mfumo wao wa kawaida ni ngumu sana kuwapata. Ndio maana hata kwenye no reform yenyewe, kabla hata Dr. Slaa kuingilia kati, ilikuwa ni ngumu sana kwa Tanzania kuwashawishi kwenda barabarani kwa ajili tu ya kupinga uchaguzi. Huenda ingekuwa rais wa Tanzania hao kuingia barabarani na kwenda kupinga mambo mengine, ikiwemo kupanda kwa bei za vyakula, mfumuko wa bei, masuala ya utekaji. Yaani hayo yanaweza akawa na interest sana kwao kubwa kuliko masuala ya uchaguzi. Kwa hiyo kwenye hii phase ya tatu, naona inaenda kuwapa ugumu sana Chadema kwenye application zao hasa za kuomba kufanya mikutano ya hadhara. Huenda baada ya kauli ile ya Dr. Slaa na wao kutokueleza chochote, lakini pia baadhi ya kauli ambazo wamekuwa kizitoa kwenye siasa ni kauli ambazo zinaweza zikaonekana za kawaida sana. Ukimsikiliza Mnyika wakati anazungumza kwamba wanawake waandamane waende kwenye balozi tofauti, wanajua madhara ya wanawake hao kuandamana au ya wao kuandamana kuelekea kwenye balozi tofauti. Na madhara yake makubwa ni kwamba huenda kuna baadhi ya misaada ikasitishwa. Misaada hiyo ikisitishwa, maisha kwa wananchi yatakuwa magumu na mfumuko wa bei utakuwa mkubwa, kwa sababu serikali itahitaji kujiendesha kwa kupitia fedha za ndani ambazo zingeenda kwenye miradi mingine. Kwa maisha yatakuwa magumu. Kwa hiyo kutokana na zile kauli ukizisikia, na hizo kauli za mwezi mmoja baada ya Tundu Lissu pamoja na Heche na wengine kuingia kama viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, huenda zikaathiri uhuru huu ambao umetolewa kama zawadi, japo upo kwa mujibu wa sheria wa vyama vya siasa kufanya mikutano ya hadhara. Huenda wakapata ugumu sasa wa kutoka hadharani na kuongea na wananchi kutokana na namna ambavyo matamshi yao yanatoka katika vinywa vyao. Huenda hayana madhara yoyote kwa maana tafsiri ya kisiasa, lakini kwa mtawala yoyote sio rahisi kuyavumilia maneno hayo, kwa sababu kwa kiasi kikubwa yanamfanya akose ustahimilivu wa kuamini kwamba hichi kilichopo leo kitaendelea kuwa hivyo hadi kesho. Weka maoni yako hapo kwenye Msomi News.